Uume uliopinda, je, unaweza kutibika? Uume uliopinda, je, unaweza kutibika? Hebu tusikilize swali kutoka kwa mdau wetu. Anasema, habari dokta. Nikamwambia nzuri. Anasema, dokta, samahani, mimi nina shida. Kipindi nilipokuwa mtoto nilikuwa na tabia ya kupiga punyeto, ila nilikuwa sipigi kwa kutumia sabuni au mafuta, bali nilikuwa napiga kwa kujisigina kitandani. Hapo uume wangu ukawa unaamka vizuri, ila umepinda na ukisinyaa unakuwa mdogo sana, na ninawahi kumwaga ninaposhiriki tendo la ndoa. Na mimi nataka kujua njia sahihi za kunyoosha uume na kuongeza na kutokuwahi kumwaga kwa haraka. Naomba nishauri nifanyaje? Okay, huyu ni kijana ambaye amepitia madhira ya kujichua, lakini aina ya kujichua ambayo aliyokuwa anaitumia, hata mimi mwenyewe najaribu kuvuta picha, ni kitu ambacho ni cha ajabu kidogo. Ni moja ya kitu ambayo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambapo vizazi ama watoto tulionao katika nyakati hizi wanapita katika kipindi kigumu sana, especially pale wanapokosa msaada na ukaribu zaidi kutoka kwa wazazi au walezi ambao wanaoangalia. Sasa hilo ni somo jingine siku ya leo, lakini nataka tuweze tukaangalie huyu kijana tayari ameshapata ya uume ambao umepinda. Sasa uume uliopinda, kitaalamu uume unatakiwa upinde kwenda juu namna hii, lakini ukipinda kwenda kushoto, ukipinda kwenda kulia namna hivi, hilo ni tatizo. Hivyo basi wengi wanakosa hata ujasiri wa kuvua nguo ya wenza kwa mbele ya wenza wao au mbele ya wapenzi wao. Na hata unapokuwa umesimama, kuna wengine wanapata shida hata swala la kuweza kumwingilia mwanamke. Kijana mmoja ambaye alimtumia picha zake, uume wake umepinda hivi, nasema dokta, hata kumwingilia mwanamke hapa, na mwingiliaje mwanamke kwa staili hii? So ni vitu ambavyo vinatibika. Dawa yangu ya mlingo ambayo ina uwezo wa kuongeza urefu wa uume inchi 1 mpaka inchi 3 na unene inchi 1 mpaka inchi 2, ina uwezo pia wa kunyoosha uume uliopinda. Kwa hiyo naomba tuwasiliane, wewe ambaye umeuliza hili swali, msaada unaweza ukapatikana. Lakini pia wewe ambaye umetazama video hii kwa mara ya kwanza na unapitia changamoto hii, pia unaweza ukasaidika kupitia Dr. Kuboja. Utapata matibabu ya changamoto yako ya tatizo la uume kupinda. Lakini changamoto nyingine, umeongelea habari ya kuwahi kumwaga na uume kusinyaa. Uume kusinyaa maana yake uume unakuwa ni mdogo. Sasa dawa yangu ya kunyoosha uume ina uwezo pia wa kurefusha uume na kuongeza unene wa uume pia. Kwa utapata faida mbili hapo. Utanyoosha uume, lakini pia utapata faida pia ya kuongeza urefu wa uume na kuongeza unene wa uume. Kwa hiyo naomba tuwasiliane, wewe ambaye umeuliza swali hili niweze kukupatia msaada wa haraka iwezekanavyo. Lakini pia umesema una tatizo pia la kuwahi kumwaga. Kuwahi kumwaga manake ni misuli yako ambayo inayokusaidia kuweza kuhimili tendo kwa muda mrefu inashindwa kuweza kustahimili, inashindwa. Kitaalamu katika picha ya uume kuna mshipa ambayo unaitwa pubicocytes. Pubicocytes ni mshipa ambao unaosaidia kuziba ile eneo ambalo mbegu za kiume huwa zinapita once mwanaume anapokuwa anataka kuejaculate. Sasa mshipa huu unatakiwa umepinda. Sasa asilimia kubwa ya wanaume wengi wanaopitia kujichua, mshipa huu huwa unaenda unalegea na mwisho siku unabaki unanyooka. Ukinyooka manake lile eneo ambalo unalozuia mbegu za kiume zisiweze kupita linakuwa liko wazi muda wote, na mwanaume anajikuta anawahi kumwaga ndani ya muda mfupi sana. Kwa hiyo naomba tuwasiliane, wewe mwanaume ambaye unauliza hili swali, na nitakupatia msaada wa matibabu kwa kina kwa changamoto zote hizi tatu. Kwa maelekezo zaidi, kwa gharama za matibabu, nipigie kwenye namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nitakie siku njema na Mungu akubariki. Bye bye.